Sema Mungu Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo, ninakuja kwako asubuhi ya leo, mimi mtoto wako na mtumishi wako. Baba wa rehema, yako matatizo, ziko shida, iko vita ninayopitia ya mwili na roho, nami nakuja kwako Mungu wangu, Baba yangu ninayekutegemea. Ninajua kabisa wewe ambaye umeruhusu nipite jangwani, unaweza kunitoa na kunisaidia, unaweza kunisaidia na kunishika mkono, unaweza kunipigania na kunitakabali na kunitegemeza katika jina la Yesu na kwa damu Yesu. Hiyo vita iliyosimama kwenye maisha yangu, kwenye familia yangu, kwa watoto wangu, kwenye kazi yangu, kwa mwenza wangu, kwenye taifa langu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, achia maisha yangu, achia maisha yangu, achia maisha yangu, achia afya yangu, achia uchumi wangu, achia kazi yangu. Hebu endelea kuomba katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Bwana kondoo. Baba, Mungu mwema, Mungu wa milele, tunakuja kwako Jehova. Wewe ni Mungu wetu, wewe ni Baba yetu wa mbinguni. Baba, tunanyenyekea madhabahuni kwako asubuhi ya leo. Bwana, inawezekana sisi wenyewe hatujui kwamba tunahitaji Mungu kuweza kuleta maombi yetu asubuhi. Mungu rehema na rehema, kwa uweza wako na nguvu zako, wewe unaweza kufanya jambo lolote. Mungu, hakuna jambo lisilowezekana kwako, hakuna gumu kwako Jehova, hakuna mpaka kwako Mungu. Tunakuja kwako Jehova, wewe ni Mungu wetu, ni Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo, tunajiachilia madhabahuni kwako sasa. Tunajiachilia mikononi mwako Mungu, tunajiachilia kwa ajili ya shida zetu, tunajiachilia Bwana, tukiomba mkono wako tupiganie kwa damu ya mwana kondoo na kwa jina la Yesu. Haijalishi pengine kata tamaa, haijalishi magonjwa ni ya muda mrefu, haijalishi mahangaiko ni ya muda mrefu, lakini kwako masaa, kwako dakika, kwako Mungu hakuna lisilowezekana. Unaweza kuyamaliza yote, unaweza kuyaondoa yote katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Mungu wa rehema, Baba mwenye uweza, Baba mwenye nguvu, ingilia kati vita yetu, ingilia kati vita ya taifa, ingilia kati vita kwenye familia, ingilia kati vita kwenye huduma, kwa damu ya mwana kondoo na kwa jina la Yesu. Tunanyenyekea kwako Jehova mfalme Mungu aliye hai, tunanyenyekea kwako madhabahuni kwako sasa, tunanyenyekea kwako Bwana, tukiomba mkono wako. Ni katika kipindi hiki cha Kwaresma tunaomba Bwana ukatutie nguvu kupitia Roho Mtakatifu, ili tukaweze kushinda zaidi ya kushinda, kama ambavyo walimtia nguvu Bwana wetu Yesu Kristo. Hata pale majaribu yalipokuja, yule mjaribu shetani alisema kwa neno, ukatujaze nguvu ya neno, neno la kuweza kujibu wakati tunahangaika, neno la kuweza kujibu wakati tunapita kwenye mateso, neno la kuweza kujibu wakati wengine wanatusema vibaya. Jehova, asubuhi ya leo tunajiachilia madhabahuni kwako, tunaomba mkono wako wenye nguvu, tunaomba mkono wako wenye uponyaji uwe juu yetu, tukapokee uponyaji kwa jina la Yesu, tukafunguliwe kwa jina la Yesu, tukaone neema kwa jina la Yesu, tukaone nguvu yako kwa jina la Yesu. Wale walioko vitandani mahali kokote, tunawaombea nguvu ya uponyaji leo kwa damu ya mwana kondoo. Pale ulipoendelea kuomba, mwambie Bwana akuponye, usizoe ugonjwa, mwambie Mungu akufungue, usikae katika hali ya tabo, mwambie Bwana akufungue. Yeye aliwaponya wengi waliokuja mbele zake kwa imani, kama Batimayo alisema, Mwana wa Daudi unirehemu. Omba rehema, omba toba kwa ajili ya matatizo unayopitia, omba toba kwa ajili ya familia, omba toba kwa ajili ya watoto wako, omba toba kwa ajili ya taifa lako, omba toba kwa ajili ya huduma yako. Sijaona mtu hapa akiomba, sijaona mtu hapa akimsihi Bwana kwa ajili ya matabu anazopitia. Ni kwa jina la Yesu Kristo Mungu anaweza kukutoa kwenye hiyo hali dakika moja tu. Mwambie Bwana, nishike mkono, Bwana uninue, Bwana uniponye, Bwana unifadhili, Bwana unishike mkono pale ninapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti, nisiaogope mabaya, kwa kuwa wewe ni Mungu wangu, kwa kuwa wewe ni Bwana wangu. Fungua kinywa chako mama, endelea kuomba. Fungua kinywa chako baba, endelea kuomba. Iko nguvu kwenye kinywa chako, iko nguvu ya kufungua vyote vilivyofungwa, iko nguvu ya kuinua vyote vilivyodondoka kwa ajili ya ofisi yako. Inawezekana unapita kwenye shida pale ofisini na umekata tamaa, unamuuliza Mungu, ni kwa nini? Kwa nini niko kwenye hali hii? Kwa nini niko kwenye changamoto hizi? Wengine wanapanda mshahara, wengine wanapanda vyeo. Mwambie Bwana asubuhi ya leo, yeye anasikia maombi yako, yeye anasikia shida zako, yeye anasikia
kusikia mahangaiko yako. Anaweza kusema na hilo tatizo linaweza likaondoka kwa jina la Yesu. Anaweza kukuponya pale ulipo, anaweza kukuinua pale ulipo. Haijalishi umekaa kwa muda gani, dakika moja Mungu anaweza kumaliza yote. Kumbuka yule mama mwenye kutokwa damu muda wa miaka 12, Bwana aliweza kumponya dakika moja tu. Haijalishi ni dakika ngapi kwako unaziona zimechelewa, yuko Bwana wa majeshi, anaweza kubadilisha hali yako, anaweza kubadilisha magomo yako. Ni katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Hebu endelea kuomba, endelea kuomba. Piga roho za mizimu, piga roho za uchawi, piga roho za uganga kwenye afya yako, kwenye kazi yako, kwenye huduma yako. Omba kwa ajili ya biashara, omba kwa ajili ya ndoa, omba kwa ajili ya mafanikio ya mwili na roho. Mwambie Bwana, tumekuja kwako asubuhi ya leo, tunajiachilia kwako, tunaomba neema ya kwako katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Sema Mungu Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Baba wa rehema, ninajiweka wakfu katika funga yangu siku ya leo. Nione nguvu yako, nione nguvu yako, nione neema yako kwa damu ya Yesu. Funga yangu ikalete majibu kwa ajili yangu mwenyewe, kwa ajili ya familia, kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya kazi, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Leo nakataa kila magonjwa, kila vita. Roho za ajali hazina mamlaka kwenye maisha yangu, hazina mamlaka kwenye familia yangu, hazina mamlaka pale kazini, kwa jina la Yesu. Mungu, Baba, naomba unirehemu, naomba unitakase, naomba unitie nguvu, naomba unisaidie, na siku ya leo ikabarikiwe katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Naomba bariki kazi za mikono yangu, naomba bariki kila mipango yangu, naomba bariki kuingia na kutoka kwangu mahali popote pale. Baba wa rehema, Mungu wa milele, nikauone mkono wako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Chapa makofi kwa ajili ya Kristo na endelea kumwamini Mungu kupitia maombi.